Assalamu alaikum watoto wetu wazuri. Karibuni kwenye kipindi chetu cha Kids Corner. Leo tunamwongelelea kiongozi aliyependwa na Waislamu wote. Naye si mwingine bali ni mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na ni mtoto Imam Ali alayhi salam na Fatima Zahra alayha salam, anayeitwa Imam Hussein alayhi salam. Imam Hussein ni kiongozi mzuri mwenye tunafaa kuiga sifa zake. Kwa sababu gani? Kwa sababu aliongoza katika zama zake kwa kupinga udhalimu. Je, unamfahamu Imam Hussein ni nani? Kando na kuzungumzia kuhusu tukio la Karbala, tunataka kuzijua sifa zake yeye mwenyewe. Na ningependa kuziorodhesha moja baada ya nyingine, huku tukijifunza kutokana na sifa hizo. Ya kwanza ni kusimama na nia thabiti. Inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba Imam Hussein yeye angekuwa na nia fulani. Kwa mfano, wewe kama mtoto unajua kwamba mimi nikiiba nitapata dhambi, alafu ukapata baadhi ya vishawishi. Tuseme umepata mwenzako hivi amekwambia, Mariam, enda ukaibe kile kitabu, hakuna mtu mwenye atakuona darasani. Lakini wewe kutokana na mafunzo yako yenye umefunzwa, wajua kwamba kuiba ni vibaya. Ukiiba utafanyaje? Utaadhibiwa na Mwenyezi Mungu. Kweli hakuna mtu darasani, lakini Mungu si yuko kila mahali? Mwenyezi Mungu hatakuona? Tunajua kwamba ukifanya jambo baya, malaika wa kurekodi mambo mabaya anafanyaje? Anakurekodia. Mwisho wa siku ni wewe ndo utaadhibiwa. Mwenyezi Mungu hasahau makosa, bado utaadhibiwa. Bali Mwenyezi Mungu husamehe makosa tuliyofanya. Sasa Imam Hussein yeye alikuwa anasimama na nia thabiti. Haya, tuendelee kwenye mfano wetu. Mwenzako amekwambia uende ukaibe darasani, lakini we unajua kwamba kuiba ni vibaya. Akakushawishi, hakuna mtu anayekuona, nenda ukaibe, hutafanyika kitu. Lakini we ukajua kwamba mimi ustadha alinifundisha kitu fulani na fulani na fulani, siwezi kuiba. Hivyo ndio maana ya kusimama na nia thabiti. Kama vile Imam Hussein alijua kwamba Yazid ni kiongozi wa dhulma, kiongozi mnywaji pombe, kiongozi mwenye haswali. Huyu anafaa kuongoza watu. Kwa hivyo Imam Hussein hakuweza kusimama na yeye. Alikuwa radhi hata kama kutosimama na Yazid itamgharimu maisha yake, heri afanye hivyo. Na mpaka leo hii tunamkumbuka Imam Hussein kutokana na ushujaa wake, kutokana na kwamba alisimama na nia yake na bado akaweza kushinda udhalimu. Tunamkumbuka mpaka kesho. Na kutokana na sifa hii ya Imam Hussein tunajifunza kwamba sisi watoto tusimame na nia thabiti. Tuwe na malengo yetu. Si lazima kufuata watu ukijua kwamba hiki ni kibaya. Usifanye kitu kwa sababu ya kufuata watu na unajua fika kwamba hiki kitu si kizuri, hiki kitu si sahihi, hiki kitu ni kibaya. Kwa hivyo watoto wetu wazuri, tusimame na ukweli, tuwe na nia zetu thabiti, na tuweze kuapply masomo tunayofunzwa, si shule tu, bali madrasa, hata wazazi wetu, hata na watu wa nyumbani, compound, kila mahali ukienda kucheza. Yani wewe, kila maisha yetu yanavyoendelea ndo tunazidi kujifunza. Kwa hivyo watoto wetu wazuri, sisi tumejifunza kutokana na Imam Hussein. Hii ni sifa moja tu, kwamba tuweze kusimama na nia thabiti. Tusikubali dhulma ije ituharibie maisha yetu, ituharibie Uislamu wetu kama venye Imam Hussein alifanya. Lakini kwa vile mimi nataka kuendeleza kitu chenye babu yangu alianzisha, kufanya nini? Kuendeleza Uislamu. Yeye hakutoka kwenda kupigana, alikwenda kumpinga Yazid. Na mpaka leo hii tunamkumbuka Imam Hussein kutokana na sifa hizo. Na kufikia hapo, ningependa kukatisha kipindi hichi kwa leo, ili tuweze kuendelea siku ifuatayo inshallah, na tujifunze sifa za Imam Hussein na vile vile wahusika wa tukio la Karbala. Maasalam.